Katika maisha, ikiwa bosi atakwambia kuwahi kazini, tumekuwa ni waaminifu sana kuwahi kazini. Na ikiwa kuna jambo lolote bosi atakwambia kufanya, utalifanya kwa uaminifu na kwa bidii. Vipi wewe mwenyewe unapokuwa na njozi na malengo ya kufanya kazi? Unapokusudia kwamba kesho nitaanza kulima shamba, kesho nitaanza biashara. Je, ni kweli umekuwa ukianza? Je, umekuwa ukifanya? Nataka nikuulize, kama umeweza kufanya mambo mazuri kwa watu wengine na unakuwa mwaminifu kwa kujali muda wao na mambo yao, habari gani kuhusu mambo yako? Je, unadhani kuna mtu mwingine anaweza kukufanyia mambo yako yakawa mepesi na kama mazuri ya kuvutia? Kupendekezea, ikiwa kuna kanuni pekee ambayo kwa hiyo yaweza kuifanya kesho yako iwe nyepesi, iwe yenye manufaa, yenye tija, ni wewe kuwa wakili wa muda na kujali muda. Nasema hivi kwa sababu kitu kirefu kupita vyote duniani ni muda, lakini kitu kifupi kupita vyote duniani ni muda. Ikiwa utauona muda upo, ukashindwa kuiandaa kesho yako kwa kuitumia leo, ukashindwa kuandaa kesho yako leo, kuna wakati utafika muda utakuwa si rafiki tena, muda utakuwa umekwisha, utaishia kujuta. Maandiko yanasema mtumikie muumba wako siku za ujana wako, kabla haujasema mimi sina furaha katika hayo, na kabla hajaja siku ambazo utakuwa unaona kila kitu ni kibaya. Ni katika ujana, ni katika kipindi una nguvu, ni wakati akili nafikiri, ni wakati una njozi, ni wakati una maono, waweza kufanya mambo yako yakaenda. Jana mwenzangu, itumie leo ili hali bado una nguvu. Itumie leo kuijenga kesho yako ili hali bado una uwezo, una nguvu, mgongo una nguvu, akili inafikiri, macho bado yanaona, meno bado yamejaa mdomoni, bado mikono ina nguvu, akili inaweza kuthubutu kufikiri na kuchakata mambo. Leo ndio saa ya kuitengeneza kesho. Mungu akubariki.